Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 ina sawa na mwezi mmoja. 10,000 ina sawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, najua ukweli ni mchungu na wengi hawataki kuambiwa ukweli, lakini pia wengi hawapendi kusifia kitu ambacho ni kizuri. Mara nyingi tamaa na roho mbaya ndizo ambazo zipo mioyoni mwa watu, lakini ukweli usemwe kutokana na ripoti ambazo tunakuwa tukizipata. Kwa hiyo moja kwa moja ni ripoti ambazo zimetoka CAF zikiwa zina ukweli halisi kuhusiana na mashindano hayo. Kumbuke kwamba hatua inayofuata kwa sasa ni robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako tutaenda kushuhudia michezo mbalimbali ikichezwa. Lakini ripoti kamili ambayo imetoka huko CAF ikielezea wachezaji bora, wachezaji walioonyesha kiwango bora kwenye hatua ya makundi na wachezaji ambao walionyesha ukubwa wa kupiga chenga katika michuano hiyo hatua ya makundi, basi wametajwa kuanzia kundi A mpaka kundi F katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ripoti za CAF zimeeleza kila kitu kwa undani zaidi, ikisema kwamba CAF Champions League 2025-26 wanaongoza kwa kupiga chenga hadi sasa kwenye hatua ya makundi, ambao ndio ripoti zao zimesomwa. Hawa ndio wachezaji wanaongoza kwa chenga zinazonufaika, hawa ndio wachezaji wanaongoza kupiga chenga zilizofanikiwa zaidi katika michuano ya msimu huu CAF Champions League, wakionyesha ustadi wa hali ya juu, kujiamini na dhamira kubwa ya kushambulia. Kwa hiyo kiufupi majina yao yametajwa kama ifuatavyo. Kama ambavyo bodi yao inaeleza hapo, wakisema kwamba hawa ndio wachezaji wanaongoza kwa kupiga chenga zilizofanikiwa zaidi katika michuano ya msimu huu wa CAF Champions League, wakionyesha ustadi hali ya juu, kujiamini na dhamira kubwa ya kushambulia. Ni mchezaji gani amekuvutia zaidi kati ya hawa? Basi namba 1 ni Pacome Pedroso wa Young Africans, akiwa na chenga 9 ambazo zilifanikiwa na za maana zaidi, huku wa pili ni Ashraf Benshak kutoka katika klabu ya National Al Ahly, naye alipiga chenga 9 zilizofanikiwa. Namba 3 ni Jean Claude Gilumugisha kutoka Al Hilal Omdurman, naye alipiga chenga 9, huku Ahmed Hamadoun kutoka katika klabu ya AS FAR Rabat akiwa amepiga chenga 8 ambazo zilifanikiwa zaidi na ziliweza kuenda mbele, huku namba 5 akiwa ni Kashala Ramos, huyo ni kutoka katika klabu ya Piramidi akiwa na alama 8, chenga 8. Lakini namba 6 ni Mamadou Mahmoud Trezeguet, ambaye wanayanga wanamkumbuka, aliwapachika bao 2-0 kule Cairo, lakini alipiga chenga 7 katika michuano ya hatua makundi zilizofanikiwa. Lakini pia namba 7 ni Adama Coulibaly kutoka katika klabu ya Al Hilal Omdurman, ambaye alipiga chenga 7 zilizofanikiwa. Lakini pia namba 8 ni Costina ambaye naye alipiga chenga 7 zilizofanikiwa zaidi. Costina akiwa kutoka katika klabu ya Petro Atletico di Luanda ya kule Angola, huku namba 9 ni Manuel Chel kutoka katika klabu ya RS Berkane, ambaye alipiga chenga 6 naye zilizofanikiwa zaidi. 10 ni Hussein Teka kutoka katika klabu ya Esperance Deportivo de Tunis kule Tunisia, naye ndio anashika nafasi ya mwisho. Kwa hiyo ni wachezaji top 10 ya wachezaji hao. Pacome Pedroso ndio story kubwa, habari ya mjini, ambaye ameongoza zaidi kwa chenga nyingi zaidi za uhakika na za hali ya juu kutoka katika klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans the Galacticos. Na hapo ndivyo ambavyo nakwambia, labda tukuulize ni mchezaji gani kati ya hao ambao wametajwa, kati ya Pacome Pedroso, Ashraf Benshak, Jean Claude Gilumugisha, Ahmed Hamadoun, Kashala Ramos, Mamadou Trezeguet, Adam Coulibaly, Costinha, Maurinho Choi na Hussein Teka, nani amekuvutia?